Wakati dunia kuelekea kuadhimisha Desemba 25 kwa ajili ya Christmas, hapa katika eneo la mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, kubwa zaidi ni kwa ajili ya kuangalia Christmas pamoja na shughuli za uhifadhi na utalii. Ni jamii ya kifugaji ambao wapo hapa kusherehesha katika kuelekea shughuli hizi za utalii, lakini vile vile katika sikukuu za mwisho wa mwaka kwa mwaka huu 2025. Hii ikiwa ni Christmas pamoja na masuala mbalimbali ya utalii na uhifadhi. Katika kipindi hiki cha sikukuu, kwa maana ya sikukuu ya Noeli na mwaka mpya, huwa tuna utaratibu sisi mamlaka hifadhi ya Ngorongoro kutengeneza vifurushi maalum kwa ajili ya watalii kuja kutembelea na kujionea vivutio vizuri vinavyopatikana ndani ya hifadhi. Sisi tumeona mwaka huu tutoke kivingine, badala ya kwenda kufanyia uzinduzi wetu nje ya hifadhi, tunafanyia ndani ya hifadhi. Lengo ni kujulisha umma kwamba Ngorongoro ina maeneo mengine mengi zaidi mazuri ambayo watalii wanaweza kwenda na kujivinjari. Nikiwa hapa katika eneo la urithi wa dunia katika eneo la mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, nimepata saa kuzungumza machache na baadhi ya wataalamu hapa. Naye Peter Makutian ambaye ni afisa utalii mkuu anaeleza tofauti na umuhimu wa kreta hizi ambazo zinapatikana katika eneo hili la Ngorongoro na thamani yake katika kuongeza shughuli za utalii na uhifadhi. Hifadhi ya Ngorongoro imejaliwa kuwa na kreta 3. Tuna kreta ya Ngorongoro, kreta ya Olmoti, lakini vile vile tuna kreta ya Embakai. Kreta ya Ngorongoro ni kreta ambayo kwa enyewe ni kubwa, lakini vile vile lina eneo kubwa kwa ajili ya malisho ya wanyama. Tuna Embakai kreta, wakati mwingine watu wanaita kwa kweli ni almasi pia ndani ya hifadhi ya Ngorongoro, kwa sababu lenyewe lina kina kiasi cha mita 300, lakini sehemu kubwa ya kreta hii lina ziwa, ambapo ndani ya ziwa kuna ndege aina ya eroe au flamingos, wengine wanaita flamingos, wanaopatikana katika kreta hii. Lakini kwenye pembezoni za kreta hii ya Embakai wanapatikana pia wanyama kama nyati, aina fulani ya tumbili, nyani, lakini vile vile wanapatikana aina fulani ya swala wanaitwa bushbuck, wanapatikana ndani ya kreta ya Embakai. Ni eneo zuri sana kwa ajili ya matembezi ya miguu. Inakuchukua kama nusu saa au dakika 40 kuweza kushuka kwenda kule bondeni. Tofauti kubwa iliyoko kati ya kreta ya Ngorongoro na Embakai ni kwamba kreta ya Embakai huwezi kushuka kwa kutumia gari. Hapa ukishafika kwenye ukingo wa kreta unatembea kwa miguu. Kwa hiyo inatoa nafasi kwa watalii wetu kuweza kusoma na kuangalia nature katika hali yake. Kwa hiyo ni eneo ambalo linafaa sana kwa matembezi ya miguu, kwa mazoezi, na tunawapata wageni wengi ambao wako tayari kwa ajili ya adventure. Hii ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuendelea kuvutia watalii wa ndani pamoja na wa kimataifa kwa ajili ya kuendelea kuimarisha shughuli za uhifadhi pamoja na utalii katika taifa la Tanzania na baadaye kukua kiuchumi kupitia sekta ya utalii. Kutoka eneo hili la Embakai katika eneo hili la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, jina langu ni Hababi Mohamed na hii ni Clouds.